Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kazi ambazo tunatakiwa kuwa nazo, kwa ajili ya biashara ambazo tunatakiwa kuwa nazo, ili sio tu mfalme wa amani tujenge ufalme wako, lakini pia zitupe sisi kujua ya kuwa wewe bado unatuwazia mema. Neno lako mfalme wa amani linasema, mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Mungu, sawasawa na Mithali 12 mstari wa 24. Neno lako pia linasema kwenye Zaburi 28 mstari wa 2 ya kwamba taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Baba, sisi sio tu umesema ya kwamba tutatawala, lakini umesema kwa mikono yetu tutatakiwa kula. Lakini Bwana Yesu, kuna nguvu za giza hapo katikati zimekaa, na ghafla mikono yetu haina bidii, na ghafla rapa shanda brede bahaya, pia taabu za mikono yetu tunashindwa kula. Shetani amezuia hatua, shetani amezuia mikono, tabia zetu zimezuia hatua, tabia zetu zimezuia mikono. Katika jina la Yesu Kristo, zinakaa kwenye hatua nguvu za giza, zinakaa kwenye miguu nguvu za giza, na hakuna chochote Bwana kinachoweza kusogea. Taabu imebakia kuwa taabu, na shida imebakia kuwa shida. Lakini asante kwa maana umeliona hilo Bwana. Rama share badakapate yendo koropo shandakabade, in the mighty name of Jesus. Mungu, ninakushukuru maana sio tu uliliona ukalinyamazia, lakini neno lako linasema ya kwamba ulisikia kilio cha wana wa Israel, na sio tu kwamba ulisikia Bwana ukashuka na mkono wako, na sio tu kwamba ulishuka na mkono wako ukamwagiza Musa ya kwamba aende akawatoe wana wa Israel, kwa sababu ulikumbuka agano. Na leo Bwana, ninajua ya kwamba uliona sio tu inatosha kutufundisha neno, lakini pia ulikuja ukamtuma Yesu akafa msalabani kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya usalama wao, kwa ajili ya roho zao, kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili ya uchumi wao. Nami Bwana, ninakuja mbele zako sio nikiomba toba Bwana, nikipokea toba ile ya kazi uliyoifanya ukiwa pale msalabani, ile toba iletayo uzima, ile toba iletayo wokovu juu ya watoto wako. Maana hata kama bado tuna dhambi, lakini wewe ulishamwaga damu, lakini wewe ulishamwaga damu, lakini wewe ulishamwaga damu, na kwa damu yako Bwana tunahamishwa kutoka kwenye giza tunaingizwa kwenye nuru. Lakini sio tu tunahamishwa Bwana, vitu vyote vilivyokuwa vya kale vinatakiwa viondoke, vitu vyote vilivyokuwa vya kale vinatakiwa visiwe sehemu yetu tena, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mshtaki wetu ambaye ameshikilia mashtaka hatakiwi kuyashikilia tena. Baba, neno lako linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Sawasawa na Isaya 42 mstari wa 22. Wamekuwa mawindo wala hapana asemaye rudisha, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Lakini wewe ulikuja ukaokoa Bwana, ukasema rudisha. Ukatoa gerezani ukasema rudisha, ukatoa kwenye mashimo ukasema rudisha, ukamwaga damu yako ulikuwa unasema rudisha, ukaitoa kama msamaha maana ulikuwa unasema unarudisha. Hivyo asante kwa ajili ya rehema zako Bwana, na kwa sababu ya rehema zako ora pasheka dabahaya yendo ropo tahaya rekosha ndabade, kwa sababu ya rehema zako shetani hana nafasi manda kabade yendo katata, hana nafasi tena ya kushikilia uchumi wa mtoto wako yoyote ambaye sahihi anaomba pamoja na mimi. Hana hiyo nafasi tena. Kwa hivyo, kwa sababu hana nafasi, neno lako linasema Bwana umetoa Kushi na Seba kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Popote mtoto wako unaponisikiliza, popote mtoto wa Yesu unaponisikiliza, ukiweza weka mkono kwenye kichwa chako, weka mkono kwenye tumbo lako, au nyanyua mikono yako juu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatamka kinyume na chochote kinachozuia usikutane na watu ambao wanatakiwa kukusaidia ili upate kazi au ili upate biashara unayotakiwa kuwa nayo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the mighty name of Jesus. Iwe ni tabia ndio inayokuzuia, ninakataa hiyo tabia.
Ninakataa hiyo tabia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni nguvu za giza ambao wametengeneza mipaka ya kwamba hautavuka kwenda mahali pengine. Naweka damu ya Yesu kwenye huo mpaka waliokuchorea. Ninaweka damu ya Yesu hivi ninavyoongea. Kila kilichofungwa kwenye miguu, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Toka kwenye hiyo miguu yao. Katika jina la Yesu Kristo. Kila kinachozuia mtoto wako asipate connection, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kila akijaribu hakuna anayekuja kumsaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakataa hicho kitu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakiondoa. Toka kwenye miguu yake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, toka katikati yake. Wewe uliyeweka huo mpaka, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kila tabia ambazo umeweka ndani yao, umeweka ndani yake, tabia ya dharau, ninakuona. Kila akionana na watu wanaotakiwa kumsaidia, cha kwanza anaanza kwa dharau. Wewe dharau. Achia akili yake. In the mighty name of Jesus. Tabia kutokuheshimu watu wanaokuja, iwe wanaonekana wana hela au hawana hela, lakini wewe Mungu unakuwa umewaleta. Toka ndani yake. In the mighty name of Jesus. Ninavyoongea kuna msichana ninamuona unatamka maneno ndani. Huyu naye anaomba vitu gani? Wewe dharau, ninakusikia. Dharau na kiburi, ninakusikia. Naweka damu ya Yesu kwenye nafsi. Toka humo ndani. In the mighty name of Jesus. Toka right now. Siongei baadaye. Sasa hivi ninavyoongea, achia hiyo nafsi. In the mighty name of Jesus. Kila makosa ambayo wanayafanya wakikutana nao watu na wanazuia wale watu kuwafikiria mara ya pili, in the mighty name of Jesus. Ninatamka, Bwana, bidii. Hao watu watakaposogea wataiona bidii yao, itatajwa kwenye mafanikio ya malango yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe roho ya kukataliwa ambao umekaa ndani yake, kila anachokianza akisogei, maana hana kibali, ila roho ya kukataliwa imekaa. Pepo, toka kwenye maeneo yote ya kazi, kwenye maeneo yake yote anaofanyia kazi, iwe ana kazi moja au ana kazi mbili, lakini hapati kibali, anakata tamaa, hapati kibali. Toka kwenye maeneo ya biashara, kwenye eneo lote la biashara loka. Ninaweka damu ya Yesu juu ya hilo eneo. Kwenye hilo eneo. Kila alama rama shanda bade yekonda rabade yetototo bade. Kila alama aliochorwa usoni. Ninaona msichana unajikuna kwenye paji la uso kama kuna kitu unaking'oa. Yes, ni hiyo alama inaondoka. In the mighty name of Jesus. Huo uso, hiyo alama iliyochorwa kwenye huo uso, katika jina la Yesu Kristo, ninafuta hizo alama kwa damu ya Yesu. Kila alama ya chale, uliwahi kwenda kwa mganga ili mambo yako yasogee, na kuna alama za chale, hizo ndo zimekunyima kibali. Naweka damu ya Yesu juu ya hizo alama. Ninafuta uhalali. In the mighty name of Jesus. Ninatamka kila aina ya visingizio vingi ambavyo wanampa, kwa nini hawawezi kukubaliana na mawazo yake. In the mighty name of Jesus. Ninafuta hivyo visingizio katika jina la Yesu Kristo. Kama Yuda alipewa tonge na akamsaliti Yesu, kila chakula Ramanda bada, naweka damu ya Yesu kwenye hilo tumbo, na hiyo damu ikawe kama moto. Ninavuta hivyo vyakula, kila chakula, in the mighty name of Jesus. Ninavyoongea kuna msichana ambaye ghafla umeanza kuona tumbo lako linaanza kukuuma. Yes, hicho chakula kipande sasa hivi ninavyoongea, in the mighty name of Jesus. Toka humo ndani ya hilo tumbo, toka kwenye hilo tumbo. Wewe kwa sababu ya hicho chakula ameshindwa kufanya kazi, ameshindwa kupata kazi, na ameshindwa kufanya kazi, na ameshindwa kufanya biashara. In the mighty name of Jesus, achia, toka. Ninaona kuna mwingine kitu kimemkaba kwenye koo. Naweka moto kwenye hilo koo. Yes, kinatoka. Ukisikia kutapika usiache kwa sababu ni vyakula vya kipepo vinaondoka. Kila maagano aliyokula kwenye matambiko, kila maagano aliyolishwa kwenye ndoto,
watoto in the mighty name of Jesus. Wengine mlikula irizi, ninaona irizi ikiwa inatoka kama ilivyo, inatoka kama ilivyo, inatoka kama ilivyo. Mwingine ninavyoongea unasikia haja kubwa, nyanyuka nenda na simu, usiache simu, nyanyuka nenda nayo. Wengine unasikia haja ndogo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninatamka ya kwamba chochote kilichokuwa ndani ya tumbo lako, chochote kilichokuwa ndani ya tumbo lako, chochote, ninaposema chochote cha kipepo, kitoke in the mighty name of Jesus, ambacho kimekukwamisha kwenye kazi, kimekukwamisha kwenye biashara, kimekwamisha uchumi wako wote, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kila mizimu ya familia, nyinyi ambao mnasimamia maagano ya familia, mnajua huyu sio wa kwenu tena, mnasimamia asipate kazi, mmekuwa mnasimamia asipate biashara, mnasimamia watu wasimpe mkono wa shirika, in the mighty name of Jesus Christ. Iwe ni mzimu wa babu, iwe ni mzimu wa bibi, iwe ni mizimu ambayo inasimama kwa roho za wanyama, iwe ni mizimu inayosimamiwa na wadudu. Ninaona nyuki mara manda gabade. Huwa unaota nyuki wanakuja wanazunguka juu ya kichwa chako. Nyinyi nguvu za giza ambao mnakuaga kama jeshi na mnamzunguka asifanikiwe kwenye eneo lolote, achia nafsi yake, achia nafsi yake in the mighty name of Jesus. Ninaona msichana ambaye kila ukitaka kufanya application ya kazi unashangaza hapo umesahau, alafu ukija kukumbuka deadline imefika. Nyinyi mizimu mnaopoteza kumbukumbu, mizimu mnaopoteza kumbukumbu, toka kwenye nafsi yake, toka kwenye nafsi in the mighty name of Jesus. Usinijibu au toki. You are going right now. As I am talking, you are going. As I am talking, you are going. As I am talking, you are going. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Kila roho ya nyoka. Ninaona kuna mtu anasikia kizunguzungu. Unaona kama kichwa kinacheza. Wewe roho ya nyoka, toka. Unamnyima kuweka wazo lake la biashara kwenye uhalisia. Ana mawazo mengi, mpaka wengine wameyachukua, lakini yeye anashindwa kusogea. Wewe nyoka ambaye utaki aute miguu akapiga hatua. Toka humo ndani in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wengine mmewapa watoto hasira, hakuna wateja wanaoenda kwenye hizo biashara, na wakienda wanakopa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mnaondoka leo. Ninamwona kuna msichana unajikuna kwenye miguu. Hizo ni hatua ambazo ulikuwa umefungwa. Ninatamka ufunguliwe saa hii. Right now as I am talking. Hiyo miguu inafunguliwa. Mwingine naona unajikuna kwenye mgongo. My God, wewe nyoka, Rama Shanda Bade, wewe cobra, wewe mzimu wa cobra, wewe mzimu wa cobra ambaye umekaa kwenye uti wa mgongo wa familia nzima. Hauko kwake peke yake, uko kwa mama yake, uko kwa baba yake, uko kwenye nyumba nzima. Sio tu wazazi wana matatizo ya migongo, lakini pia hawawezi kupiga hatua yoyote, na kinachowazuia ni hasira. Nyoka, umesikia neno la Bwana. Toka kwenye familia. Achia hiyo familia in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wewe unayewafelisha kuanzia baba mpaka mtoto wa mwisho, imekuwa ni kama trend, wanainuka na kuanguka. Achia wote wa mgongo. Kuna mwingine unaona upande wako wa kulia tumbo linauma. Wewe nyoka uliyejiviringisha kwenye upande wa kulia, nyoka uliyejiviringa kwenye upande wa kulia, toka kwenye hilo tumbo in the mighty name of Jesus. 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 Achia hilo tumbo right now. Haujaondoka. Ninakuona umejibanza. Naweka moto ulambe hicho kichwa chako. Huo moto ulambe mwili wako mzima. Ulambe mpaka mikia yako, katika jina la Yesu Kristo. Na ninaona una vichwa viwili. Toka kwenye huo mwili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Achia hiyo kazi. Ninaona wewe msichana ambaye unaumwa kwenye upande wa kulia wa tumbo, umefanya application na umekuwa ukipiga simu zako, wanasema watakupa kazi lakini hawakuiti. Pepo uliyekaa katikati yake na hiyo kazi, ondoka. Ondoka katika jina la Yesu Kristo. Ninamwona msichana mwingine na wewe unaumwa tumbo upande wa kulia, umekuwa unataka frame ya biashara. Tena ninakuona ukiwa Njombe in the mighty name of Jesus, na unataka usogee kwenye hiyo biashara, lakini upande wako wa kulia tumbo linauma. Wewe nyoka uliyekaa kwenye hiyo frame, hautaki aingie kwa sababu unajua atajenga ufalme. And you are a giver. Umekuwa unamwamini Mungu akupe hiyo biashara kwa sababu utamtolea. Rama Shanda Kabade. Wherever you are hearing me, na you are a hairdresser. Ninaona una saluni, unataka kufungua saluni katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka hiyo frame utaipata. Wataondoka waliokuwa wanakuzuia. Pepo alikuwa anakuzuia
ataondoka na utapata hiyo frame. Wherever you are hearing me, Mungu atakufanyia hilo jambo, and you will come back with the testimony. You will come back with the testimony katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe mauti, nadili na wewe mauti sahi, unaoteshaga vitu vilivyokufa, unaotesha mizoga ya kwamba kuna vitu vinakufa. Wakiapply kazi usiku wanaota mizoga, wakifungua biashara usiku wanaota mizoga, na hamna jambo ambalo linasogea. In the mighty name of Jesus, achia kazi zao, achia biashara zao. Unangoja waanze, alafu wewe uje ule. Toka kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote unachotumia kujificha, popote unapokaa, popote ndani yake unapokaa, ondoka. Ninaona msichana unajikuna macho, huoni sawa sawa, umekuwa unafanya bad investment na imekuingiza kwenye madeni. Pepo mauti uliyekaa kwenye macho yake, toka in the mighty name of Jesus. Achia hayo macho, achia hayo macho. Mwingine haushauriki, ninavyoongea unasikia masikio yanakuasha. Pepo mauti uliyekaa kwenye masikio, as I am talking you are going, as I am talking you are going, as I am talking you are going, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoka kwenye hao masikio, ondoka kwenye hao masikio. Ulikaa kwenye ardhi yao na umeleta ukiwa kwenye ardhi. Toka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Achia hiyo ardhi, achia hizo mbingu. Unakaa na kuwazuia kwenye promotion zao. Wamefanya kazi muda mrefu and they are not promoted. Achia hizo promotion, achia hizo promotion, achia hizo biashara zao zikue. Unaleta madeni, unakula mitaji. Ondoka katika jina la Yesu Kristo. Na kila aliyewahi kufanya bad investment na ikamuingiza kwenye shida kiasi ambacho anashindwa kujua anapolipa hayo madeni, ninatangaza hiyo roho ya madeni ambayo inaongeza deni juu ya deni, toka katika jina la Yesu Kristo. Maana najua na wewe ni roho. Neno la Mungu linasema hatutakopa, tutakopesha. Toka kwenye nafsi yake hamu ya kukopa bila kulipa, hamu ya kukopa bila kulipa, hamu ya kuona kukopa ndio solution ya pekee, hamu ya kuona kukopa ndio namna pekee ya kufanikiwa. Toka kwenye nafsi yake as I am talking in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sasa nguvu za giza ambazo unaingia kupitia mlango wa ndoto, umefanya investment kwenye ndoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aina ya ndoto unazotumia kuwazuia watoto wako, watoto wa Yesu ambao sio watoto wako, kuingia kwenye phase nyingine kwenye uchumi wao. Unamuotesha amerudi shule, unamuotesha amerudia darasa, unamuotesha yuko kwenye nyumba ya zamani, yuko kwenye majengo ya kijijini, anafeli mitihani, hana majibu ya mitihani, anaigilizia kwenye mitihani. Katika jina la Yesu Kristo, unamuotesha darasa amerudia, wengine unawaotesha hawajavaa nguo, wengine unawaotesha wamerudia masomo. Kila aina ya nguvu za giza ambazo mnapitia kwenye ndoto na mnakaa kwenye hiyo milango, wakifanya interview mchana usiku mnawakamata nafsi zao. Pepo uliyekaa kwenye nafsi zao, achia hizo nafsi kuanzia sasa, achia hizo nafsi kuanzia sasa, achia hizo nafsi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta hizo ndoto, ninafuta kila aina ya uhalisia, maana ninajua wewe ni halisi. Ninawatoa waliorudia shule, ninatamka shule hawatarudia tena. Waliofeli mitihani, ninatamka hawatafeli kwenye maisha. Wanaoonekana wanaigilizia, hawatatumia mbinu za watu wengine ili wasogee hatua moja zaidi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Unangoja wafanye interview halafu uende ule kwenye interview zao. Ninakukataa, ninakukataa, ninakukataa katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza unaingia kwenye ndoto, unawalisha kwenye ndoto, unawapeleka makaburini kwenye ndoto. Wengine wanaota watu waliokufa zamani kwenye ndoto, wengine wanaota wako kwenye vita vikubwa kwenye ndoto. Kila ulichoweka katika jina la Yesu. Ninaona mtu akiwa anaota mzoga wa mbwa, halafu unaamka asubuhi unaenda ofisini kwako, unafanya biashara, hakuna biashara inayosogea, lakini hauelewi ni maana yake ilikuwa ni nini. Mauti ulioingia kupitia kwenye ndoto, toka katika jina la Yesu Kristo. Toka kwenye biashara yake uliingia kupitia ndoto. Ninavyoongea kuna msichana unasikia kutapika, halafu ukianza kutapika utaona unatapika damu.
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila agano la damu aliloingia kwenye matambiko ya nyumbani kwao, kila agano la damu aliloingia kwenye matambiko ya nyumbani kwao, toka ndani yake in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Achia nafsi zao, achia akili zao, achia fahamu zao. Ninatamka kila uvivu uliopitiliza unaondoka, kila uzembe uliopitiliza unaondoka, kila kutokuwa na akili timamu kunaondoka, kila uzinzi unaozuia uchumi wao unaondoka. Spiritual husband, spiritual wife, makadebadebade, marine spirit, ambazo mnakaa kwenye maji na mnakaa kwenye anga, kwenye yale maji yaliyobakiaga kwenye anga, nimewakamata. Mlikuwa mnasema tumeponea. Ninavunja hizo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Navunja hizo ndoa. Nyinyi wote ambao mnawaingilia watu usiku wakiwa wamelala na mnakausha uchumi wao, spiritual husband, ninakuona katika jina la Yesu Kristo. Poseidon, achia watoto. Zeus, achia watoto katika jina la Yesu Kristo. Ninamwona msichana mmoja unafanya vurugu hapo kwenye maombi. Toka pepo, toka in the mighty name of Jesus. Kila nguvu ya bahari inayosimama kinyume na uchumi wako, kila majini, kila uchawi in the mighty name of Jesus, kila kulogwa in the mighty name of Jesus, uchawi wa mafundo, uchawi wa kutumia mbinu in the mighty name of Jesus, ondoka ndani yao, ondoka katikati yao, toka kwenye hiyo biashara, toka kwenye hiyo kazi. Wamekaa nyumbani, imetosha. Sasa ni muda wa kwenda kufanya kazi, ni muda wa kuingia kumjengea Bwana boma in the mighty name of Jesus. Uchawi wa mafundo, ninaona kuna msichana amefungwa mafundo alafu jina lake limeandikwa you are light in color. Ninaona we ni mweupe na una nywele ndefu sana, my God, lakini ninaona hiyo picha imewekwa juu ya mbuyu mkubwa, halafu kuna mafundo yamefungwa. Halafu kitu kinachokutokea kila ukiapply kazi, bosi anakutaka kimapenzi. Pepo uliyesimama kwa bosi anaenda, toka katika jina la Yesu Kristo. Toka in the mighty name of Jesus. Hauna nafasi ya kubaki. Jini mahaba wa kike, jini mahaba wa kiume, roho za ugei unazowanyima nafasi, roho za lesbian unazowanyima nafasi kwenye uchumi wao, masturbation and pornography. You thought I would never mention you. You thought I would never mention you. Toka in the mighty name of Jesus. Achia nafasi zao. Unakuja unaiba vitu ndani yao kwa sababu kazi yako ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Live in the mighty name of Jesus. Hiyo kiu ninaikausha. Wawe na kiu ya kufanya kazi, wawe na kiu ya kufanya biashara, wawe na kiu ya kujenga ufalme katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu ambaye ana spirit of madness, ninaona kuna mtu kama anasikia uchizi, kama kuna upepo unapanda kwenye kichwa chake, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you spirit of madness, live in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kila nguvu ya giza, as so long there is no Holy Spirit, nguvu yoyote ya giza ambayo imekaa kati yako na uchumi wako, ninatangaza, ninarudia tena, ninatangaza, hautashikilia uchumi wao tena. Kila pando, ninasema hivi, nisikilize ibilisi ambaye unadhani umebakia. Kila pando ambalo sio Mungu alilipanda, ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamka uzima, ninatamka mafanikio kwenye kazi zao, ninatamka bidii kwenye kazi za mikono yao, ninatamka kusogea kwenye kazi za mikono yao. Wasio na kazi wape kazi, walio na kazi wape promotion katika jina la Yesu Kristo. Wasio na biashara, Baba, weka mawazo ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Walio na biashara zinazokufa, tunafufua hiyo mifugo Bwana, tunafufua hivyo vyakula Bwana, na kila biashara wanayoifanya popote kwenye hii dunia, whoever will be listening to this voice, katika jina la Yesu Kristo, ninatamka kwamba baraka zako kwenye uchumi zitakuwa sahihi na zitapatikana kwenye muda ambao ni huu, na zitakuwa permanent. In Jesus mighty name I pray. Amen.